sisi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenendo wetu kwa sasa na mwelekeo wetu ni kujenga viwanda kupitia mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda, na mpaka sasa viwanda vinajengwa, hizi kongani zinajengwa kupitia taasisi mbalimbali. Mojawapo ni TISEZA ambayo ndio inasimamia swala la uwekezaji na wenzetu wa halmashauri na kwa uratibu wa karibu sana na Wizara ya Viwanda na Biashara. Na mpaka sasa tunayo mitaa ya viwanda 34 ambayo imesajiliwa na TISEZA. Moja ya mtaa huo au moja ya kongani hiyo inaitwa Kwala Industrial Park KIP. Hapa tulipo katika mkoa wa Pwani, halmashauri ya wilaya ya Kibaha. Sio mara ya kwanza waandishi wa habari na sisi kufika hapa. Mimi nimefika hapa, siwezi kuhesabu ni mara ngapi, lakini kila tukija tunapiga hatua. Mara ya mwisho nilikuja hapa mwaka jana mwezi wa pili. Nilikuta kulikuwa na viwanda vitatu, lakini leo ninaporudi hapa tuna viwanda 20 ambavyo tayari vinaenda kufanya kazi. Mwekezaji ambaye anasimamia eneo hili analo lengo la kujenga viwanda vipatavyo 200, na mpaka leo ameshaweza kuvutia wawekezaji. Tunavyo viwanda 20 ambavyo vinaendelea. Lengo hapa ni katika kipindi chote itakapokamilika iweze kuzalisha ajira 100,000, na mpaka leo tayari ameshazalisha ajira 2,000, wengi wao wakiwa wa Tanzania. Na tunatarajia hapa investment yake kubwa, lakini mpaka sasa ameshawekeza takriban shilingi bilioni 625. Na mwisho kabisa, mara ya mwisho tunatarajia uwekezaji ukikamilika wote takriban ufike trilioni 10. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa. Lakini tumefika hapa na waheshimiwa mawaziri wanne, mimi mwenyewe waziri wa viwanda na biashara, tunaye waziri wa maji na naibu waziri wa nishati kwa niaba ya mheshimiwa waziri, na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani na wataalamu mbalimbali wakiongozwa na katibu mkuu wizara ya maji pamoja na naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano. Tulikuja hapa kwa lengo la kukagua maendeleo ya industrial park hii, lakini muhimu sana kuja kujaribu kutatua changamoto ambazo wanapambana nazo wawekezaji hapa. Na changamoto ambazo tunakutana nazo zilikuwa kubwa ni 4. Kwanza ni umeme. Ujenzi wa viwanda hauwezekani. Hatua ya kwanza na ya maana kubwa ni uwepo wa uhakika wa umeme, na wenzetu hapa tunavyoona na mahesabu ambayo yamefanyika ni kwamba watahitaji takriban megawatt 100 huko mbele. Kwa hiyo ni umeme mkubwa unaohitajika hapa, megawatt ambazo hazipungui 100. Ni umeme mkubwa ambao baadhi ya mikoa hapo unakuta megawatt 5, 10, 15, 20. Kwa hivyo ni nzito, lakini tulikuwa na changamoto ya maji. Wanahitaji hapa takriban lita za maji 1,500,000 kwa siku. Kwa hiyo wanahitaji maji mengi. La tatu ni swala la SGR. Kituo cha SGR kiwepo hapa kwa sababu ili bidhaa ambazo wanazalisha iwe rahisi kuzisafirisha kwenda huko nje na kuleta bidhaa kutoka nje zinazokuja hapa. Lakini tuliona changamoto zingine, mambo yao ya vivutio vya kodi na mazingira. Kwa hivyo waheshimiwa mawaziri wamekuja na wataalamu wao. Bahati nzuri tumeweza kutatua matatizo mengi. Kwa mfano umeme, tumekubaliana kwamba katika wiki 2 zijazo watapata hapa megawati 4 ambazo wanavutiwa transformer kutoka Mlandizi, lakini suluhu ya kudumu tutakuwa na mradi hapa wa ubia kwa maana ya PPP wa kuleta umeme kilovolt 220 kutoka Chalinze. Transmission line hiyo gharama yake ni kubwa kidogo, dola za Kimarekani milioni 67, lakini tumekubaliana kwamba wawekezaji watalipa hiyo hela, halafu wataweza kupata hela yao kutoka kwenye mauzo ya umeme ambao TANESCO watayafanya. Kwa ni arrange mambo itafanyika hii haraka iwezekanavyo kati ya Wizara ya Nishati, TANESCO, wawekezaji na Wizara ya Fedha ili tukubaliane ili jambo liweze kukamilika. Ni mradi mzuri sana wa PPP. Lakini maji, Mheshimiwa Waziri wa Maji tayari ameshatoa maelekezo kwa haraka hapo wana kisima chao kinakuja, lakini kwa muda mrefu na wenyewe wanao mradi ambao
gharama yake takriban shilingi bilioni 25 ambao watatengenezewa maji hapa specifically kwa ajili ya viwanda vya hapa, na yenyewe tutakutekeleza kwa mfumo wa PPP. Wawekezaji wote watalipa, halafu atakubaliana na wao na DAWASCO watalipana mpaka itakapokamilika. Kuhusu kituo cha SGR, tayari Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo hapa kwamba hii Kwala Port iwe ni bandari kamili, bandari kavu, ili bidhaa zinazotoka nje ziingie moja kwa moja ziweze kushushwa hapa na kusafirishwa kutoka hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tayari maelekezo anayo Mheshimiwa Rais na anayasimamia katika kutekeleza maelekezo yale yakamilishwe, na tutafanya arrangement ya kuhakikisha kwamba hayo yanakamilika. Lakini jambo ambalo tumelikuta hapa limetufurahisha zaidi, muhimu sana, lazima tuwatangazie wa Tanzania, ni uwekezaji mpya maeneo mawili. Kwanza tunao wenzetu kampuni inaitwa Tanzol, wanawekeza uzalishaji wa vifaa vya kuzalisha umeme jua, yani solar power panels. Watakuwa wanazalisha takriban wenye urefu wa mita 540, na kikubwa sana ni kwamba wanazalisha kwa ajili ya soko la nje, na watakuwa wanapeleka moja kwa moja soko la Marekani. Tayari wanalo, wanazalisha hapa. Umuhimu wake kwanza, kiwanda ni kikubwa sana, tumekikagua hapa, takriban mita 500 urefu wake. Ukiingia mle ndani kwa kweli inafurahisha. Kiwanda cha kisasa kabisa, kila kitu kipo automated. Ni kikubwa kuliko vyote Afrika ambavyo vinazalisha solar power panels, kwa maana vifaa vya kuzalisha umeme wa jua. Hatujawahi kuwa nacho hapa. Ndicho kiwanda cha kwanza Tanzania, lakini ndicho kiwanda kikubwa kuliko vyote Afrika. Umuhimu wake ni nini? Umuhimu wake mkubwa sana ni katika ujenzi wa uchumi wetu, of course, na ajira. Kiwanda hiki kwanza, kwa kuanzia wamewekeza dola za Marekani milioni 300, takriban shilingi bilioni 725. Watawekeza tena kuanzia mwakani dola za Marekani bilioni 500, takriban trilioni 1.250. Kwa hivyo watakuwa wamewekeza jumla yake shilingi trilioni 2 hapa peke yake, na wanaanza uzalishaji Februari mwaka kesho. Sasa wataweza kuuza nje. Thamani ya mauzo nje mwaka wa kwanza itakuwa dola za Kimarekani milioni 300, na kwanza mwaka wa pili zitafika dola za Kimarekani milioni 600. Hiyo ni habari kubwa, kwa sababu mauzo ya Tanzania yote kwa mwaka, kwa takwimu za mwaka 2024 yote kabisa, bidhaa zote ambazo tunauza Marekani ukijumlisha zote, tunauza takriban dola za Kimarekani milioni 200 mpaka milioni 211. Lakini kiwanda kimoja hapa kitatupa mauzo ya bidhaa zetu Marekani kwa kuanzia dola za Kimarekani milioni 300 mpaka milioni 600, kiwanda kimoja. Kwa hivyo hii ni habari kubwa, na tunashukuru sana kampuni ya Tanzol kwa uamuzi wao kuja kuwekeza Tanzania. Mungu awabariki. Tuhakikishe kwamba sisi kama serikali tutawapa kila msaada ili uwekezaji wenu ufanyike hapa, kwa sababu mchango wenu kwenye uchumi wa Tanzania ni mkubwa sana. Tumefurahia. Lakini la pili ambao tumeangalia kwa muda mrefu sana ni juu ya viwanda vya kuchakata chuma. Hatuna hapa Tanzania, na mpaka unavyoona SGR yetu imejenga kwa kuagiza chuma kutoka nje. Lakini tunashukuru sana kwamba kampuni ya wenzetu hapa wanakuja kuwekeza kiwanda cha kuzalisha chuma hapa ndani ya Kwala Industrial Park, na yupo binti mdogo hapa ndo anasimamia uwekezaji huu. Kwa kuanzia wanawekeza dola za Marekani milioni 50 kama bilioni 125. Itakuwa ni kiwanda cha kwanza cha kuchakata chuma hapa Tanzania. Inamaanisha kwamba hata tukianza uzalishaji wetu wa chuma cha Liganga Mchuchuma, tayari tuna kiwanda cha kuweza kupokea hili. Kwa hiyo hizi ni habari mbili ambazo nimeona pia Watanzania tuambie